Karibuni sana kwenye channel yetu ya Kingo Farm. Sasa leo nataka nikupe hatua kwa hatua za uleaji wa vifaranga kuanzia siku 0 mpaka siku 14. Vitu gani unapaswa kufanya, au kama huwa unakuwa una changamoto kwa wao vifaranga wa siku 0 mpaka siku 14, basi utaweza kujua ni sehemu gani ambayo huwa unakosea au ni kitu gani unapaswa kukifanya. Kwanza kabisa tuanze na pale ambapo unampokea kifaranga. Inawezekana ukawa unamtoa kwenye kampuni au umetotolesha mwenyewe unawatoa kwenye mashine, au unaweza ikawa ni kuku wako wewe mwenyewe wametotoa. Kwa kama kuku wako wewe mwenyewe wametotoa, kwa namna hii ambayo nitakuelekeza leo ni ile namna ambayo utawatenga wale vifaranga na mama zao au na mama yao, utaenda kuwalea sehemu yao. Kitu cha kwanza unatakiwa kujua kuwa vifaranga wanahitaji joto. Wanahitaji joto kwa muda wa siku 14. Kwa hiyo hawa vifaranga lazima uhakikishe unawawekea chanzo sahihi cha joto. Chanzo hiki inaweza kuwa jiko la mkaa au ukatumia taa za joto. Lakini hata kama unatumia taa za joto, ni muhimu sana ukawa unaweka na jiko la mkaa walau moja. Halafu ukaongeza na hizi taa za joto. Sasa taa za joto inategemea na chumba ambacho unaweka kwenye chumba gani. Kama chumba ni kidogo sana unaweza kuweka watimia, lakini vile vile ukawa umeweka na jiko labda moja ili liweze kusupport kwa upande wa huku chini, japokuwa sio lazima. Hii sasa kama upo katika kile kipindi ambacho kinakuwa kina baridi kali, kwa mfano kwa mikoa yenye baridi kama Njombe, Arusha, kwa ile miezi ya 5, ya 6 na ya 7, basi hapo nakushauri utumie taa kama huwa unatumia taa za joto, lakini uweke hata na jiko moja tu ambalo litakaa kule chini, jiko la mkaa, kwa sababu ni kipindi ambacho kuku wao wanajikunyata sana, na usipokaa sawa unakuta wanakufa tu. Huwa shida inakuwa ni ile baridi kali sana. Kwa hii wiki ya kwanza, kuanzia wiki ya 2 na kuendelea, basi unaweza ukaendelea na taa zako za joto. Ila kama huna taa za joto unatumia tu majiko, basi utaweka majiko kutokana na chumba ambacho unakitumia au ile burda ambayo utakuwa umewekea vifaranga. Utaangalia utumie jiko moja au mawili, nategemea na ukubwa. Kama ni kubwa basi tumia mawili, kama ni dogo basi unaweza kutumia jiko moja, ambalo utahakikisha muda wote lile jiko linakuwa linatoa joto. Isije kawa unaweka tu usiku alafu unalala unajisahau. Hapana, unatakiwa na usiku uamke walau mara 2 au mara 3 ili kuangalia hali ya vifaranga. Kama wanahitajika kuongeza mkaa uongeze, au kama kuna chochote kinahitajika kufanyika basi ukifanye. Na nimebezi sana kwenye hizi siku 14 za mwanzo kwa sababu ni siku ambazo kuku wanahitaji joto la kutosha. Hapa matumizi yao ya joto au mahitaji yao ya joto huwa yanakuwa ni makubwa ukilinganisha na hewa. Hewa wanahitaji, lakini sio kwa ukubwa huo kama ambavyo wanahitaji joto. Lakini joto hili pia hakikisha halizidi. Joto likizidi pia huwa wanakufa. Kwa hiyo kitu ambacho kitakufanya ujue kama joto limezidi au limepungua ni position ya wale kuku mle bandani. Ukiona wamerundikana sana sehemu moja, ujue kuna baridi. Ukiona wamekaa mbali kabisa na lile jiko, basi ujue joto ni kali sana. Ila ukiona wamelizunguka lile jiko, basi ujue ni baridi sana. Kwa hiyo hapa ni kwenye kipengele cha joto. Pia kwa hiki kipindi kuku huwa wanapewa ile dawa ya kukausha vitovu. Kuna Neoxtic, Nimovit, Neomycin, dawa kama hizo kwa ajili ya kukausha vitovu. Lakini pia kuku huwa wanapewa vitamin kwa ajili ya kuandaa au kuwatengenezea kinga imara, kwa sababu hawa vifaranga wanahitaji kinga imara. Pia kwa hawa vifaranga wanahitaji lishe bora. Kwa hapa hawa kuku huwa wanapewa starter. Kuku aina yoyote ile chini ya siku 14 huwa wanapewa starter. Hii starter unaweza ukainunua dukani, ila kwa kuku wa kienyeji unaweza ukaitengeneza wewe mwenyewe nyumbani kwako. Hapo ni kwenye upande wa chakula. Na kwenye upande wa vitamin unaweza ukatumia vitamin ya dukani au vitamin ya asili. Na kwenye upande wa kinga unaweza ukatumia kinga za asili au za dukani. Au kwenye upande wa chanjo, kuna chanjo za asili na chanjo za dukani, zote zinafaa. Inategemea na wewe uko interested na kutumia kitu gani. Kama ni vya asili basi tengeneza kwa kutumia formula sahihi, na kama ni vya dukani basi ukienda tu dukani unavipata na unaweza ukawapa hao vifaranga wako. Hakikisha umeweka kwenye chumba ambacho kina joto nzuri, umewapa chakula kizuri, na pia kwenye maji yao umeweka vitamin pamoja na dawa ya kukausha vitovu.
Lakini pia hapa jaribu kuzingatia mazingira yao. Yale mazingira yasiwe machafu. Waweke kwenye matandazo ambayo ni masafi, lakini vile vile wape maji ambayo ni masafi, na chakula unachowapa hakikisha ni kisafi. Hapa utaambatanisha na kusafisha vile vyombo. Safisha sana vyombo vyao vya maji. Hasa vyombo vya maji. Visafishe vyombo vya maji kila siku kwa maji safi na sabuni. Wawekee labda kopo moja vitamin, kopo jingine antibiotic ambayo inakausha vitovu. Kama ni ya asili au ni ya dukani, basi utakuwa unatenganisha kwa muundo huo. Pia chumba hakikisha kina hewa safi, kina matundu ambayo yanaingiza hewa na kutoa hewa. Japokuwa hapa matumizi haya ya joto au mahitaji ya joto huwa yanakuwa ni makubwa zaidi ukilinganisha na hewa, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele hawa kuku huwa wanakuwa, na jinsi ambavyo wanazidi kukua na mahitaji yao ya hewa huwa yanaongezeka. Kwa hiyo hapa utakuwa unazingatia vitu kama hivyo. Kwa mfano labda ulikuwa umeacha dirisha moja wiki ya kwanza, ile wiki ya pili ongeza tena dirisha lingine liache liingize hewa na kutoa hewa, kwa sababu ni kipindi ambacho mahitaji ya hewa pia yatakuwa yameongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya mbinu au ni vitu vya muhimu ambavyo vitakusaidia wewe kipindi ukilea vifaranga wenye siku 0 mpaka siku 14. Hivyo hayo ni maeneo muhimu ambayo unatakiwa kuyaangalia. Kwa maelezo zaidi au kwa miongozo zaidi tunakushauri ujiunge na kundi letu la mafunzo ili uweze kuona sisi KingoFarm tunafanyaje. Lakini vile vile tunakushauri upate vitabu vyetu ambavyo vina miongozo mbalimbali ya ufugaji. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tuna tiba za asili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler. Pia tuna kitabu cha muongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Ukiwa na hivi vitabu vyote ukajiunga na kundi, basi tunaamini utafuga vizuri kabisa na utapunguza changamoto au utamaliza changamoto ambazo unakutana nazo kwenye ufugaji, kwa sababu mle tumeelezea vizuri zaidi, tumeandika kwa kutumia experience ambayo tumeitumia hapa shambani kwetu na tukapata matokeo makubwa. Kwa hiyo tunakukaribisha sana uweze kupata hizi huduma zetu. Ukihitaji hizi huduma unaweza ukachukua namba hapo kwenye video ukatupigia simu au ukatutumia ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda, tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.